Guys, kama unavyosikia hapa, vijana wa Tanzania. Mtazamaji wangu, leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Ni taswira kamili moja kwa moja kutoka nchini Tanzania, ambako mamia na maelfu ya vijana wamejitokeza mapema alfajiri siku ya leo tarehe 29 mwezi wa Oktoba mwaka 2025 kwa minajili ya kufanya maandamano. Kaski leo hii ni muhimu sana kwa taifa la Tanzania, kwani watakuwa na fursa ya kupiga kura kuwachagua viongozi wanaowapenda, kwa mfano madiwani, wajumbe na hata rais. Kwa hiyo hapo mapema vijana waliagana na kupanga kufanya maandamano ya kupinga uongozi mbaya katika taifa hilo, wakisema kwamba Mama Samia Suluhu na chama chake cha CCM, Chama cha Mapinduzi, wamekuwa wakiongoza kwa mabavu. Hivi ndivyo hali ilivyo kule nchini Tanzania. Kwa mujibu wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi, vituo vya kupigia kura vinafunguliwa saa 1 kamili leo hii asubuhi. Katika maeneo mbalimbali ya nchi kumeonekana maandalizi yakiendelea kwa maafisa wa uchaguzi kuandaa mazingira ya kupiga kura. Tanzania wanapopiga kura leo katika uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo Rais Samia Suluhu Hassan wa chama cha tawala cha Mapinduzi CCM anatazamiwa kutetea nafasi yake kwa muhula mwingine wa miaka 5. Ni uchaguzi wa 7 tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 na unafanyika wakati vyama vikuu vya upinzani vikiwa na msimamo tofauti kuhusu ushiriki wao katika mchakato huu. Chama kikuu cha upinzani Chadema akishiriki uchaguzi huo kikishinikiza mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi wa kidai unakipendelea chama tawala. Wakati huo huo, chama cha ACT Wazalendo akina mgombea urais baada ya Luhaga Mpina kuenguliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC wa kutokidhi matakwa ya kikanuni. Kwa mujibu wa INEC, vituo vya kupiga kura vinafunguliwa saa 1 asubuhi na vitafungwa saa 10 jioni kabla ya kuanza zoezi la kuhesabu kura mara moja baada ya upigaji kura kukamilika. Hapo jana wakazi wa visiwa vya Zanzibar walipiga kura ya mapema kwa makundi maalum, ikiwemo askari, maafisa wa tume na wahudumu wa afya. Tume imesema maandalizi yote yamekamilika na imewataka wapiga kura kufika vituoni mapema ili kuepuka msongamano mkali. Lakini mwaka huu, mtazamaji wangu, siku ya leo
imechukua sura mbili, wakati serikali na vyama vya kisiasa vinawahimiza wananchi kujitokeza kupiga kura. Makundi mengine yanayojitambulisha kama wanaharakati yanamazisha maandamano, wakisema ni njia ya kupaza sauti zao dhidi ya kile wanachokitaja kama kukwama kwa mageuzi ya kisiasa. Wito huu wa pande mbili umeibua mjadala mpana kuhusu namna Watanzania wanavyotafsiri demokrasia yao. Upande mmoja, wapo wanaoamini ushiriki katika uchaguzi ni njia bora ya kuleta mabadiliko ndani ya mfumo uliopo. Kwa upande mwingine, wapo wanaoona mfumo huo umekuwa kikwazo cha mageuzi, hivyo kuamua kutumia uchaguzi huo kama jukwaa la kutoa ujumbe wa kutoridhika kwao. Jeshi la polisi nalo linasisitiza kwamba maandamano ambayo yamepangwa leo hii kuleta vurugu na yanavunja sheria. Atakayevunja sheria leo hii asilaumu, amesema naibu kamishna wa polisi DCP David Masame. Kwa mujibu wa ibara ya 20 ya katiba na hata sheria ya vyama vya kisiasa, watu wana haki ya kukusanyika pamoja na kutoa maoni au mawazo yao kwa umma, ikiwemo kufanya maandamano baada ya kutoa taarifa kwa mkuu wa polisi katika eneo husika ambapo maandamano yanafanyika. Je, wanaotaka kuandamana sasa watatoa taarifa? Hakuna aliyeweka wazi kuhusu hilo, si polisi wala wanaotaka kuandamana, hatua inayozidi kuleta sintofahamu na kuendelea kujenga mvutano. Hii itakuwa ni mara ya kwanza tangu mfumo wa vyama vingi urejea mwaka 1995 Tanzania kukabiliwa na mvutano wa wazi kuhusu namna ya kushiriki katika mchakato wa kidemokrasia unaohusisha haki hizi mbili kwa wakati mmoja. Upande mmoja unasisitiza kuwa kupiga kura ni haki, kwa kuwa kupiga kura ni haki na wajibu wa kikatiba unaojenga taifa. Upande mwingine unadai haki hiyo hiyo ya kikatiba kuandamana kwa amani kama njia mbadala ya kutoa ujumbe kwa serikali. Ufuatiliaji wa siasa za Mashariki Simon Kulwa anasema hali imefika hapa kwa sababu kambi mbili zimeshindwa kusikilizana. Wanaotaka kuandamana leo hii wanaona mfumo wa sasa wa kisiasa hauna haki wala ujuzi. Kwao ni bora kupaza sauti kuliko kushiriki katika mchakato wanaoamini hauna usawa. Wanaositiza kupiga kura wanaoandamana kama waandamanaji, kama wanaotaka kuvuruga amani. Akasema makundi yanayoitisha maandamano yamekuwa yakisisitiza kupatikana kwa katiba mpya, mageuzi ya mfumo wa uchaguzi na uhuru wa kisiasa. Vuguvugu hili lilianza baada ya kauli ya no election no reforms, hakuna uchaguzi bila mageuzi, kuibuliwa na chama cha upinzani Chadema.